Of course tuna muda mrefu sana msikilizaji hatujasikiliza simulizi ya kipekee ama za aina hii ambayo nimekuletea siku hii leo. Ni simulizi of course ambayo inawahusu watu wazima. Tafadhali sana, inawahusu watu wazima. Yes. Kwa sababu huyu mtu aliyeagizwa hii bidhaa ya mchungaji hakuwa na jambo hata dogo. I say, na yaliyotokea wololo yaye. Naomba tu wote kwanza dakika hii ya mwanzo mpaka pale nitakapokuambia bye bye. Okay, bonge moja la simulizi. Ila tafadhali watu wazima ndio tukutane hapa, sawa? Wachungaji mpo? Wainjilisti, tusonge mbele bwana. Bwana, story inamhusu Bahati. Huyu ni mtoto wa kike. Yeye anaanza kutambia kwamba kwa majina anaitwa Bahati. Ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watatu wa mzee Mwakimboka. Babangu alifariki miaka 3 iliyopita na aliweza kumwacha mama yangu mjane huku akiwa ameshapooza baada ya mshtuko juu ya kifo kile. Kaka zangu wawili Zawadi na Imani wote ni walevi, tena ni walevi wa kupindukia. Hawana msaada wowote kwa mama akiwa pale kitandani. Wakati baba anafariki ndipo nilipokuwa naingia chuo mwaka wa kwanza katika mkoa wa Arusha, chuo kiitwacho Makumira, ambapo nilikuwa nachukua shahada ya walimu. Sasa sikusitisha masomo yangu baada ya kifo cha baba, kwani niliweza kujihimili. Nilikuwa na mkopo wa elimu ya juu 100% ambao ulinisababishia nisiwe tegemezi katika familia yetu au kwa mtu yoyote yule. Hata hivyo kasheshe ilianza pale mama alipopooza. Nilikuwa mimi ndiye ninatuma pesa za matumizi nyumbani kutokana na mkopo wangu wa chuo. Mama alikuwa jijini Dar. Nilimwekea mfanyakazi wa kumtunza na nilimlipa kwa pesa za mkopo vile vile. Kasheshe liliongezeka mwishoni mwa mwaka 2019. Baada ya mimi kumaliza chuo, nikawa sina mkopo tena. Nilirudi nyumbani, nikawa nahangaika na kutafuta shule za kufundisha nikakosa. Niliteseka sana na nilipata kazi ya kuuza chakula. Mama ntilia maeneo ya Mabibo jijini Dar, ambapo nililipwa kwa siku shilingi 1500. Hela ile haikunisaidia chochote. Nilibaki nalia kila siku, maana matumizi yalikuwa ni makubwa mno kwangu mimi. Usiku nikiwa natoka kazini siku ya Jumapili, niliweza kuvamiwa na vijana, wakanipora kila kitu na kuniacha sina hata simu. Ilikuwa ni maeneo ya chuo cha NIT. Sasa nilipiga kelele lakini sikupata msaada wote. Nilikaa kando ya barabara huku nikilea na kuumia, sina hata hamu ya kuishi. Nilikumbuka matukio mengi ninayoyapitia, ndipo nikapata wazo la kujiua. Nilipotazama barabarani, niliona taa mbili zinakuja kwa kasi. Kwa maana nyingine ni gari lilikuwa linakuja kule nilipo. Ndipo nikasimama katikati ya barabara na kufumba macho huku nikisubiri gari iweze kunigonga. Honi za gari ile zilisikika, lakini nilitulia tu nikisubiri anigonge, maana mimi nilikuwa sitamani tena kuendelea kuishi, maana dunia inachosha. Na mama mimi siwezi kumtazama bila msaada wote, bora nife nimwache akiwa duniani peke yake. Machozi yakiwa yananitoka, nilisubiri gari inigonge, lakini kamwe haikunigusa. Nikafungua macho kutazama hivi gari imesimama mbele yangu. Alafu mlango ukafunguliwa bwana. Alafu akashuka mdada mmoja mrembo sana na kusimama mbele yangu. Basi aliniambia kwamba habari yako msichana. Aliniambia huku akinitazama kwa hasira, mimi sikuweza hata kuitikia, nibaki nalia tu. Yule mwanamke akauliza kwamba nakuuliza habari yako. Basi mimi nikaitikia safi shikamoo. Nilisema kwa uoga na kurudi pembeni huku nikizidi kulia. Akaitikia maraba, vipi mbona unasimama katikati ya barabara, unataka kufa? Basi mimi kwa uchungu nikasema ya kwamba ndio, bora nife tu dada. Hii dunia inanipa taabu nyingi sana, acha nife tu.
Basi alicheka akasema pole sana, bila shaka nikibahatisha jina lako nitalijua. Alisema na kunisogelea akanishika kidogo. Akasema usilie sana Bahati. Kwa nini unataka kujiua? Aliniuliza, ila kilichonishangaza mimi ni hilo jina langu. Nilibaki nikijiuliza amelijuaje? Nikamuuliza umenitaje? Akasema kwamba wewe unaitwa Bahati. Nikasema umejuaje? Alicheka akasema usijali. Unaweza kunijua vizuri zaidi. Panda kwenye gari tuondoke. Alisema na kusogea kwenye gari, akafungua mlango na kuzama ndani. Bado nilimshangaa, maana nilijiuliza amenijuaje? Asa kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kumwamini kwamba huyo atakuwa ananijua, basi siku sita nilisogea kwenye gari na kupanda kupitia mlango wa pili, siti za mbele, halafu nikafunga mlango na safari ikaanza. Gari ilitembea mdogo mdogo bila kuzungumza. Mimi nilikuwa bado nina mawazo, hivyo niliishia kusonya tu, kuguna na kutukana kwa sauti ndogo. Akaniambia kwamba usiwe na hasira, haya yote yana mwisho wake. Aliniambia hivyo na kunitizama kwa makini huku akiendesha mdogo mdogo. Basi nami nikasema kwamba hapana dada, duniani yani kuna mateso sana. Nimeteseka sana alafu mateso yenyewe hayaishi. Nilisema huku nikilia machozi. Akaniuliza kwamba usijali, umetoka wapi na ni lipi limekutokea? Nikajibu ya kwamba mimi nimetoka kazini huko Mabibo mwisho. Sasa wakati mimi nilikuwa nyumbani huko nimekutana na vibaka wakanipora kila kitu. Yaani simu yangu ndogo jamani da. Niliongea huko nafuta machozi. Akasema usilie sasa, elezea. Dada, mangu ni mgonjwa na amepoza. Utafuta chochote kitu nimlisha alafu anatokea watu kweli wananipora kila kitu. Inauma. Wamekupora? Yani wamekupora nini na nini yani? Simu na pochi. Ndani nilikuwa na shilingi 5,000. 5,000? Ndio. 5,000 ndio ile kiasi hicho jamani. Dada mimi nimeteseka kwa muda, nimesoma ila ajira hakuna. Nikipata hiyo ni nyingi sasa. Wamenipora, mama atakula nini leo? Nilisema hivyo lakini tukawa tumefika katika kona ya kukatiza mtaani kwetu. Nikawa nataka kumueleza anishushe. Ila kabla sijasema nikashangaa amekatiza pale pale na kuishika njia yetu. Asa mimi nikauliza kumbe na wewe unaishi huku? Akasema ndio usijali, tunaenda mpaka nyumbani kwenu. Basi nilishia kuguna tu. Kweli yule mwanamke japo mimi nilikuwa simjui lakini yeye alionekana kunifahamu mimi sana tu. Tulifika mpaka nyumbani, akapaki gari na kunifungulia mlango. Nikashuka na kushukuru. Nikasema asante dada. Nilisema na kufunga mlango wake, lakini akaniita akaniambia Bahati, hebu subiri. Alisema hivyo na mimi nikachungulia kwenye kioo, nikamuona anafungua kaboksi fulani hivi na kutoa simu fulani hivi ambayo inaonyesha kuwa ni mpya. Akanikabidhi, nikauliza kwamba hii ni ya nini? Hiyo ni simu ya kwako, nimeona unalia sana, kwa hiyo pole, lakini hii simu itakusaidia wewe katika kazi zako. Kuna namba yangu huko utanitafuta. Halafu kingine nenda kafungue kwenye buti, kuna bahasha nyingi za kaki. Chukua hapo moja, uje nayo hapa. Alisema hivyo. Sasa nilipokuwa na furaha, nilisogea mpaka kwenye buti na kufungua. Kweli kulikuwa kuna bahasha za kutosha. Nikachukua moja na kumpelekea. Nilipofika pale nikamwambia kwamba hii hapa. Hakupokea. Akacheka akasema hii ni ya kwako, kuna zawadi yako ndani ila usifungue mpaka niondoke hapa. Nikauliza, kwa nini? Akasema nimeona nikupe tu msaada. Alisema hivyo na kurudisha gari speed nyuma, alafu akalizungusha na kugeuka akarudi tulipotoka, alafu akapotea. Nilianza kupata wasiwasi. Nikagonga mlango na kufunguliwa na kaka Imani. Nikaingia ndani na kuamkia. Basi nimsalimia pale mama, nikasalimia kina kaka nini. Nilipomaliza nilifungua ile bahasha. Nikatazama ndani, nikachanganyikiwa zaidi. Nijikuta nikisema Mungu wangu. Nilisema kwa mshangao na kuzimwaga sakafuni. Zilikuwa ni vibunda vya pesa kama 6 hivi. Vyote vilifungasha kama 500 hivi. Nilipagawa sana. Sasa kaka Imani akashangaa akasema, wewe." Na hapo ni baada ya kuona mimi nikishangaa.
Kwa furaha niliyokuwa nayo muda ule, niligeuza ile bahasha juu chini na kumimina vile vibunda vya pesa taslim. Zilikuwa ni za Kitanzania. Sasa nikamgeukia kaka Imani. Alikuwa ameduaa tu anazikodolea macho pesa zile. Nilikuwa siamini kama kweli ni mimi nimetoka kwenye shida ghafla na kupata furaha. Akaniuliza kwamba umezipata wapi zote? Nilicheka nikasema Mungu ananipenda jamani. Mungu hamwachi mja wake kaka. Nilisema kwa furaha na kuvichukua vile vibunda nataka kuondoka navyo, ndipo kaka akanishika mkono akasema ya kwamba acha hata noti moja hapa basi. Nilicheka nikasema subiri kwanza. Nilisema hivyo kwa furaha na kuingia chumbani kwangu. Nilipofika chumbani nilichomoa noti moja na kuiangalia kwenye taa ili nithibitishe sio bandia ama kweli zilikuwa ni pesa halali kabisa. Sikuamini, nirukaruka huku nikiita ya kwamba wewe Mungu. Nilisema kwa furaha na kutoka chumbani. Sasa nikiosa nimeshikilia shilingi 20,000 mpaka chumbani kwa mama. Sasa nikasema kwamba mama umeshalala? Basi mama kwa kukohoa kidogo akasema hapana mwanangu. Nikasema mama najua una njaa mama, ngoja nikakuchukulia vitu vya kupika. Mama akasema hapana mwanangu, nimeshashiba. Nikamuuliza umekula nini mama? Mama akasema kaka yako kaniletea mtori, kwa hiyo usijali. Alisema hivyo mama huku akiwa amejilaza kitandani. Sasa nikasema kweli mama? Mama akasema ndio mwanangu, afu vipi unaendeleaje? Nikasema niko salama, Mungu kanikumbuka mama. Mama akasema ashukuriwe yeye Bwana. Alisema mama bila hata kuniuliza kwamba Mungu amenikumbuka kivipi. Basi na mimi niliishia tu kusema amen mama. Nilisema kwa furaha na kutoka nje nikamkuta kaka ameketi sebuleni anaikagua simu ambayo nimepewa na yule mwanamke nisiyemjua. Nilimnyang'anya simu na kumtazama huku nikimnyoshia mkono wenye noti moja ya shilingi 10,000. Nikamwambia shika kwa sababu umemlisha mama leo. Akaniuliza moja tu, nikamwambia wewe yani binadamu aturidhiki. Aya shika hii. Nilisema na kumuongezea zikawa 2. Akasema haya asante. Niliondoka nikarudi chumbani na kuanza kuzihesabu zile pesa. Zilikuwa ni kama milioni 2 hivi. Msikilizaji wezi amini. Nilijitikisa kwa sababu sikuamini kama ile issue ni ya kweli. Nilijitikisa angalau kama niko singizini basi nishtuke, lakini bado sikushtuka. Niliendelea kufurahia na kurukaruka chumbani, ndipo nikazihifadhi vizuri kwenye begi langu la nguo, alafu nikaenda bafuni kwa ajili ya kuoga. Nikiwa naoga, nilipata mawazo ya ajabu sana. Nijiuliza kwamba ni nani yule ambaye alinipa pesa nyingi vile bure? Nikawaza hivyo watu wanafanya kazi gani hapa mjini? Au sikute ni majini? Lakini hapana. Mimi nimeokoka na namtegemea Mungu, hakuna jini yoyote anayeweza kunitembelea. Thank you Jesus, nakupenda sana. Basi nisema hivyo na kutoka bafuni nikarudi chumbani. Nilikagua kwenye begi, naona wekundu wa kutosha ndani ya begi. Kisha nikafunga na kuvaa nguo zangu za kulalia, ndipo nikasogea na kuchukua Biblia na kupiga magoti kando ya kitanda huku nikiufungua mstari mmoja nikasoma taratibu. Baada ya hapo nilifunga macho na kumshukuru Mungu kwa kunilinda na kunibariki kila siku ziliposogea. Nilimshukuru pia alikuwa amenionekania siku ile. Hivyo nikamaliza maombi na kuketi kitandani huku nikitazama ile simu aliyonipatia. Ilikuwa ni simu nzuri sana ya smartphone. Ni muda sasa nilikuwa sijatumia simu janja. Hata hivyo hata kipindi cha nyuma sikuwahi miliki simu yenye uwezo mkubwa kama hii ambayo nilionayo sasa hivi. Ilikuwa haina security aina yoyote, hivyo basi niliangalia kila kitu. Nilibahatika kukutana na namba moja tu ndani ya simu ile. Alikuwa amehifadhi kwenye simu, maana simu haikuwa na line. Hivyo nilikumbuka maneno yake kwamba kaweka namba yake kwenye simu ile. Nikitaka kumtafuta basi nitaitumia. Nilitabasamu na kuikumbatia simu, alafu nikajilaza huku sasa nikivuta pumzi ndefu sana kwa furaha ya ajabu. Basi simu niliitazama tu
na nilala nikiahidi nafsi ya kwamba nitasajili line nyingine kesho yake. Nilipitiwa na usingizi. Asubuhi na mapema niliamka. Nilikuwa siamini kama yaliyotokea ni ya kweli. Hivyo cha kwanza nilitazama simu ilikuwepo. Nikatabasamu na kushuka kitandani, nikasimama na kulivuta begi la nguo. Nilipolivuta tu hivi, lilikuwa zito. Nikatabasamu na kuvuta pumzi, alafu nikalifungua zipi yake na kuchungulia ndani. Kiukweli ndani kulijaa pesa za kutosha. Nilifurahi sana, nikasema asante Mungu. Nilisema kwa furaha iliyo ya hali ya juu na kulifunga. Nikatoka nje na kwenda kumjulia hali mama. Nilimkuta anaendelea vyema. Nikamwamkia na kumbadilisha pampers, halafu nikatoka na kupiga budget. Nikitazama mtungi wa gesi hauna kitu. Kabatini viungo vya kupikia hakuna. Hamna mchele, hamna unga, hamna chochote. Yani tulikuwa tukiunga tu maisha yetu. Nilipiga hesabu, inaweza ikagharimu hadi shilingi 300 au 4 kuhakikisha kila kitu kiko vizuri pale ndani. Sasa mimi siku 6 nilioga, halafu nikachukua pesa ya kutosha na mtungi wa gesi, halafu nikafunga mlango wangu vizuri kwa ufunguo na kwenda sokoni. Saa 3 asubuhi nilikuwa nimeshanunua kila kitu. Pikipiki isingefikisha. Nilisajili line mpya hotel na kukodi bajaji inipeleke mpaka nyumbani. Nilifika nyumbani taratibu, nikashusha vitu na kuingia sebuleni. Basi nilivyoingia nikaita mama. Mama akaitika kwa sauti dhaifu sana akiwa kitandani, maana alikuwa ni mgonjwa. Nikasema mama, nimerudi mama. Nilisema na kurudi nje, nikaanza kuingiza vitu ndani. Baada ya hapo nilimlipa dereva wa bajaji shilingi 20,000. Akaondoka na mimi ndipo nikaingia ndani. Nilisogea hadi katika mlango wa chumba changu, nikatoa ufunguo kwenye pochi na kupeleka mlangoni ili nifungue mlango, lakini nilipogusa mlango tu hivi ukafunguka bila hata ufunguo. Sasa nikasema what? Nilisema kwa mshangao, huku sasa nikitazama kitasa vizuri. Ndipo nikashtuka kimevunjwa tayari. Mungu wangu. Nilisema kwa mshangao, maana ndani ya chumba kile niliweka pesa nyingi sana. Niliingia kwa pupa na kuvamia begi, nikalifunua hivi, yani nilichokiona ndani kweli sikuamini. Huwezi amini, pesa zote zilikuwa zimekombwa. Nilegea nikapiga magoti chini bila hata kutarajia. Hakika hapo nigundua ng'ombe wa maskini huwa hazai. Niliinuka nikiwa na hasira. Nikatoka hadi nje ya chumba na kuita, Imani, kaka Imani. Nilisema kwa hasira, lakini hakuna mtu aliitikia. Nilisogea kando ya mlango wa chumba cha mama na nikamuita mama. Sasa mama aliitika abe. Aliitika kwa sauti yake dhaifu. Nilifungua mlango na kuingia ndani. Ndipo nikamkuta mama akiwa amejilaza kwa ubavu. Mama, kaka Imani uko wapi? Nilimuuliza. Nikauliza pia, na je kaka Zawadi uko wapi? Niuliza kunikitetemeka. Mama alinusu na kunitazama usoni. Akasema, vipi mwanangu, mbona unalia? Mama, chumba changu kimevunjwa mama, mimi nimebua pesa zote zaidi ya 2,000,000 mama. 2,000,000? Ndio mama, na najua kabisa aliyeba sio mtu mwingine, atakuwa ni kaka Imani. Mama, mimi ananiumiza mama. Bahati, 2,000,000 umepata wapi? Mama, hamna haja ya kujua mama mimi nimepata wapi. Cha muhimu mama, mimi nijue nani kaziiba, alafu mimi nitakuelezea nilipozipata mama. Aise, nilikuwa na hasira. Sasa mama akasema kwamba nilisikia kaka yako akigonga huko, sasa sikuelewa kinachoendelea, labda ndo alikuwa anavunja ingie ndani. Nikasema sawa mama. Nilitoka nikiwa na hasira. Nikaenda hadi katika mlango wa chumba cha kaka Imani. Nikafungua na kuingia, labda ningezipata. Nilichungulia kwa namna yoyote, lakini sikuona hata senti 10. Niliumia sana. Nilirudi sebuleni, nikaketi na kulia kwa kwekwe. Hasira zilinisumbua kwa kweli. Yaani furaha na utajiri nilikuwa nimeupata kwa masaa machache sana. Baada ya kulia kwa muda mrefu, niliona haina haja ya kuwa mpweke. Hivyo niliacha, nikaenda kuwasha jiko na kumwandalia mama chakula. Mimi hata hamu ya kula nilikuwa sina kikweli. Ilikuwa ni siku mbaya sana kwangu. Niligeuka mkiwa nisiyekuwa na mtetezi, lakini ghafla lilinijia wazo kwamba nimtafute yule mwanamke ambaye alinipatia zile pesa pamoja na simu. Nilichukua simu yangu na kumpigia. Na wala hata haikulia mara mbili, alipokea. Hey, hello Bahati.
alisema moja kwa moja kwa kulitaja jina langu. Halo, umejuaje kwamba ni mimi? Nakumbuka jana nilikusaidia, nikakupa simu nitafuta, hivyo nilipoona namba mpya tu nikajua ni wewe. Sawa, nimekupigia simu nikushukuru kwa wema ulionitendea. Usijali. Uko wapi? Niko nyumbani. Ila unaongea kama mtu ambaye hauna furaha. Nani kakukwaza tena? Hapana, hamna mtu alinikwaza. Niko vizuri tu. Haya sawa, lakini usije kuogopa kuniambia matatizo yako. Mimi nitakusaidia. Sawa dada, unaitwa nani? Mimi naitwa Tamihuda, kama nilivyoandika huko kwenye simu. Namba si nilihifadhi kwa jina lako? Ndio dada, kumbe ndio jina lako? Ndio. Asante dada. Asante na wewe pia kwa kuzijua fadhila. Kwa hiyo tutazidi kuwa pamoja. Usijali mdogo wangu, sawa? Dada, bye. Haya, bye. Alinijibu. Nilikata simu na kushika tama huku nikiangalia sehemu moja kwa mawazo. Sikuwa na jinsi ya kufanya kabisa. Nilitamani siku zirudi nyuma, angalau pesa niweke kwenye simu au benki. Lakini ilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani yani. Tatizo lilikuwa limeshatokea tayari. So maisha yaliendelea. Basi bwana. Baada ya wiki moja pale nyumbani mambo yalianza kugeuka na kuanza kuwa magumu sana, kiasi kwamba vile viungo vya chakula karibia vyote vilikuwa vimeisha. Kulibaki na mchele, unga, mafuta na vitu vingine vichache. Sasa kwa haraka hivyo vitu haviwezi kujipika vyenyewe. Vinahitaji maji, nyanya, vitunguu, karoti, viungo vingine, lakini ndio hivyo vilikuwa vipo. Sasa najua utakuwa unajiuliza kuhusu kaka Imani. Kaka Imani sikumuona tangu alipotoroka siku ile. Roho iliniuma. Nikajihisi mkosaji nisiyekuwa na mama. Nilimtazama mama yupo kitandani hoi, na mimi ndio tegemeo la kumlisha. Nilipiga magoti na kulia kwa uchungu huku nikimlaumu Mungu. Mungu, kwa nini? Kwa nini Mungu? Yaani kwa nini umeamua kuniacha mimi kama yatima? Umeniachia mizigo ambayo katika umri wangu mimi nisingetakiwa nibebe. Baba, umeniachia majukumu mazito. Kwa nini uliamua kuondoka mapema? Ona sasa mimi mtoto wa mwisho, ila nafanya majukumu mazito kama vile mtoto wa kwanza. Baba, umenikosea sana. Yaani nililaumu Mungu, nikaanza kulaumu pia na marehemu baba. Nilikuwa nalia, machozi yananitoka. Ndipo mama akaniita, nikaitika. Hapo sana naitika huko nikizidi kutoka na machozi. Mama akasema usilie sana, mimi ni wakufa tu. Hapa naona kama vile malaika wa azamu muda wote atanitembelea. Alisema mama huku akitabasamu, akionekana kufurahia kifo. Lakini ilikuwa kinyume na mimi. Kwani sikutamani afe, japo nilikuwa na of course nilikuwa nateseka sana kwa ajili yake. Lakini sikutamani afe. Nilisogea na kumshika mwili wake. Ulionekana kujawa na ubaridi na nilijua ataondoka muda wote. Nilijikaza sana kiasi cha kwenda jikoni na koroga uji wa haraka pale, nikaanza kumnywesha huku nikilea. Mama, tafadhali mama, jikaze usiondoke mama, japo nateseka la mimi nasikia furaha kwa nina mama. Mama, nakupenda, usiondoke mapema mama. Nilisema hivyo na kuendelea kumnywesha uji. Mama hakunijibu chochote. Yeye aliendelea tu kunywa uji wake pale. Kisha akajilaza huku akihema kwa nguvu na jasho likiwa linamtiririka. Nilijua kabisa mama anaenda kwa Taro. Hivyo sikutamani nimshuhudie akiwa anafariki. Nilichukua simu na kumfungia ndani, halafu nikatoka nikiwa katika kasi ya ajabu. Kumshuhudia mtu anafariki ni kitu ambacho kupotea kwenye akili ni ngumu sana, ngumu mno. So niliona ngoja nimfungie mama ndani. Nikatoka nikiwa na kasi ya ajabu. Cha kwanza kabisa nilichokifanya, nilitembea kwa mguu mpaka sehemu ambayo siku za nyuma nilikuwa nikifanya kazi, ambayo sehemu hiyo ilikuwa ni Mabibo Mwisho stendi huko. Ndipo nilikuwa nafanya kazi ya kupika na kuuza chakula. Nilimkuta bosi akiwa ameketi kwenye kiti cha mpira tu huko akichezea simu yake. Basi nilifika pale nikasema, Majuma, shikamoo. Nilisema sasa, nikaona amenua uso na kunitazama. Akasema, mwanangu, hujambo? Sijambo mama, za siku nyingi. Nzuri sana. Ukaamua kutuachia majukumu hapa jamani, ila wewe? Ndio, nilipata matatizo mama, niliibiwa kila kitu usiku ule. Na kesho yake pia kuna shida ilitokea nyumbani kule. Sasa ndio maana nilikuwa hivyo, lakini kwa sasa hivi nimekuwa huru. Nikaona nije niangalie kama nafasi bado ipo ili niendelee na kazi.
Niseme tu kwamba sisi tulimleta binti mwingine, ila sio mbaya, unaweza mkashirikiana pamoja, ila kwa siku nitakulipa shilingi 3,000. Jamani mama, 3,000 haitatosha. Haya basi, nitakupa 5,000 ila mtakuwa mnapokezana. Haina shida mama. We Saida, yule mama alimuita binti mgeni bana. Hebu mlete huyu dada yako chakula. Aliongea kiukarimu sana. Sasa huko binti jikoni akauliza chakula gani? Huyo mama akaniuliza unakula nini? Nikasema wali. Basi huyo Saida akaambiwa mletee ubwabwa. Binti yule aliniletea ubwabwa, nikawa nakula huku tunaongea na bosi mama. Baada ya kula vizuri, roho iliniuma, nilimisi mama, ila moyoni niliona kabisa mama alikuwa ameshafariki. Nikainuka na kumtazama Majuma. Majuma, mimi naondoka. Mama nimemwacha mwenyewe na anaumwa. Haya, kwa hiyo kesho sasa utakuja ama? Ndio nitakuja. Haya sawa. Niliaga pale na kutoka mbio mbio huku nafsi kinisuta. Na kujiuliza vipi umemwacha mama, yani umemwachaje achaje mama mwenyewe wakati mgonjwa? Niliumia sana tu. Na hata nikitembea njiani niliyumba kama mlevi. Yote ni kwa sababu tu ya mawazo. Nilipofika mbele kidogo, niliketi kando ya barabara huku nikiwa nimeshika tama, nazidi kuwaza nifanyaje. Nilikaa kama dakika 5 hivi, ndipo simu yangu ikaita. Nilipoitazama nilikuta anayenipigia ni Tamihuda. Basi nikapata tumaini na kupokea. Hello? Hello, habari yako mrembo? Safi tu dada, za wewe? Salama kabisa. Mbona kama nimekuona mahali hivi? Wapi dada? Ni kama umekaa kando barabara na umeshika tama. Kuna tatizo? Kwani uko wapi? Angalia gari nyeusi hapa aina ya Harrier. Njoo kwenye gari. Alisema hivyo na kweli nilipozungusha macho hivi niliona gari imepaki mbele kidogo kando ya barabara. Simu ilikatwa pale. Nilihisi ule ndio utakuwa msaada wangu wa pekee. Hivyo basi niliinuka bila kulazimishwa, kisha nikaenda mpaka gari ilipokuwa. Alinifungulia mlango na nilipomtazama hivi alikuwa ni mrembo mno. Mwanamke yule yani alionekana ni mwenye kuishika pesa nyingi. Alafu alivalia miwani meusi. Mdogo wangu. Shikamoo dada. Mambo. Alikataa salamu yangu kinamna fulani hivi. Alafu akawasha gari ikaanza kutembea mdogo. Njia nzima mimi nilikuwa namuuliza maswali tu. Hivi kwani dada wewe ni nani? Mbona kama unanijua vizuri kiasi fulani? Alafu mimi sielewi kwa nini unafanya yote. Ila bahati, usio na wasiwasi bwana. Mimi nakupeleka mpaka nyumbani kwangu. Alafu nitakuelezea mimi ni nani. Nyumbani tena? Mimi utanijua mimi ni nani. Lakini unaonekana kama una mawazo sana Unajua mimi nimesoma psychology, yani kwa haraka tu naona kama mtu na matatizo makubwa. Afu mbaya zaidi zile pesa zote nilizokupatia hazijakusaidia kitu chenye faida, si ndio? Nilisema hivyo kwa machozi yakianza kunitoka. Nikasema ni kweli dada, ila sina cha kufanya. Haya twende nyumbani. Alisema hivyo na kuongeza mwendo. Basi baada ya dakika kadhaa tulikuwa nyumbani kwake maeneo ya Mkwajuni. Alikuwa na nyumba nzuri ya ghorofa moja. Aliniacha sebleni akaenda kuoga kwanza, alafu aliporudi tu hivi chakula nacho kililetwa na hudumu ambao sijui hata alitokea wapi mpaka leo. Sijui. Sikuwa hata na njaa, ila chakula kilivonukia kiukweli nisingeweza kukikwepa. Nilikila, lakini kila nikimkumbuka mama nilipata wasiwasi zaidi. Datami, nilimuita kanigeukia. Hivi samani, hivi unafanya kazi gani? Kujua kazi sio jambo la tija. Ila niambie, labda unataka kazi nikusaidie? Ndio dada, natamani nipate kazi nzuri. Kama utakuwa na uhitaji wa kazi mimi nitakupeleka mahali wanahitaji wafanya kazi kama wewe, alafu utapatiwa kazi nzuri sana. Niliguna tu msikilizaji, kwani sikuamini kama nimepata rafiki mzuri kwa urahisi kiasi kile. Ndio. Alafu vipi mama anaendeleaje? Mama nimemwacha. Alikuwa analalamika tu kwamba malaika Israeli sija anamuita hivyo. Kwa sasa nina imani ameshafariki. Yule dada alinitazama kwa muda mrefu, alafu akafumba macho na kufumbua. Mama yako hajafariki bado, ila atafariki muda sio mrefu. Na kitakachomuua ni uchawi,
hata pale alipo amerogwa, sio ugonjwa wa kawaida ule. What? Vipi, unataka apone? Nataka ile mamangu hajarogwa. Mimi nimeokoka na ninamwambia kila siku kama ingekuwa amerogwa basi ungekuta ameshapona. Huna imani ya kumponya kwa ule uchawi uliotumika kumfanya vile. Jamani, kwa nini sasa? Yaani kwa nini umroge mamangu? Kwani alikosea nini? Pole sana. Ni kwamba aliingilia mahusiano ya baba yako na mwanamke mwingine wa kitanga kipindi baba anamsaliti na kutoka na mwanamke huyo. Kwa hiyo wote walijaribu kurogana, ila uchawi wa mama yako ulizidiwa nguvu. Yaani unataka kuniambia kwamba mamangu mchawi? Uchawi umeshamtoka kwa sasa. Sasa wewe ni nani unajua siri hizi zote? Mimi nilifunuliwa kwamba unahitaji msaada. Sasa nimeona nikusaidie. Je, upo tayari? Usikae kimya. Hebu tazama hizi mali zote. Utamiliki magari, utamiliki nyumba nzuri kama hii, alafu kubwa kuliko sasa yote. Mama yako atakuwa mzima kabisa kama zamani. Kama ukikubali nikupeleke mahali pa msaada. Alimaliza hivyo kuongea, akachukua wine akapiga puff moja. Nilizidi kumtazama. Kweli mimi kama binadamu nimeumbiwa tamaa. Kwa kuangalia tu maisha aliyokuwa nayo yule dada, kamwe hakuna mtu ambaye asingetamani kuwa kama yeye. Nitamani nimjibu ndio, lakini kila nikikumbuka mimi ni mtu niliyeokoka, basi nijaribu kumhoji ya kwamba huo msaada unaonipa ni wa kawaida ama kutakuwa na mapenzi ambayo ni kinyume na matakwa ya Mungu. Nilimuuliza hivyo. Tamihuda alitabasamu na kuweka glasi mezani. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja. Usiogope. Hili swala linahusiana vilivyo na mapenzi yaliyomema ambayo Mungu anayapenda pia. Basi dada, naomba unisaidie. Nilisema huku sasa nikichukua paja la kuku taratibu na kuanza kulimega mdomoni. Wewe ukiwa tu tayari kwa muda wote basi nitafute nikupeleke. Mimi kwa siku moja ninatengeneza 280,000. Alafu kila nikimaliza kazi niliyoagizwa nalipwa 6 cash. Alinitambia na kuchukua simu yake akaanza kuichokonoa. Ina maana unamzidi hadi mbunge kwa pesa zako? Yaani wewe, mbunge mbona ni mtu mdogo sana, Na pia viongozi wengi nashirikiana nao kwenye kazi zangu. Yaani karibia wote hawa viongozi wakubwa hawa nashirikiana nao. Na unajua ndoto yangu mimi ni kuja kuwa rais siku moja. Na naamini nitakuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais hapa nchini Tanzania. Sawa, kila la heri dada. Nilisema na kuinuka, nikanawa na kuibeba simu. Mimi naondoka, namwahi mama, nikikuta yuko hai sawa. Nikikuta yuko hai sawa pia. Nilisema bila kuwa na matumaini. Naye akanijibu ya kwamba sawa, naomba unipatie pochi yangu pale. Alisema huko akinionyesha, ilikuwa kwenye sofa jingine. Nilisogea haraka na kuichukua, moyoni nikijua kabisa napewa chochote kitu. Ilikuwa nzito na nilimkabidhi, akaifungua na kutazama ndani. Kuna kitu nilihisi kwa namna alivyoitazama, hakuiangalia kawaida, lakini mimi nilipuuzia. Na alitoka na noti kadhaa kwenye mkoba. Halafu alinihesabia 10 za 10,000, kisha akanikabidhi. Akaniambia shika hii. Basi mimi nikapokea huku nikibonyea kidogo kwa heshima. Halafu nikatia kwenye maziwa na kumuaga, nikamwambia dada, mimi naondoka. Haya sawa, hiyo itakusaidia. Ukiwa tayari wewe nitafuta. Mimi niko hewani masaa 24. Silali. Ulalagi kwa nini? Umri sio wa kulala, ni wa kutafuta pesa mdogo wangu. Sawa. Basi kwa heri. Haya sawa. Niliondoka na kukimbia mpaka barabarani. Moyoni nilikuwa na furaha. Yaani yule Tamihuda alikuwa msaada wangu sana. Na hakujali mimi kunipatia pesa. Moyoni nilisema kwamba kama angekuwa mwanaume lazima ningeamini ana lake jambo, lakini yule ni mwanamke mwenzangu tu. Na niliamini ni msaada tu mwepesi. Unajua tulishazoea kwamba chochote kinachotoka cha mwanaume lazima utakilipia. Lakini ni mwanamke. Kwa mimi sikuwa na hofu. Nilipanda gari na kuelekea nyumbani. Nilifungua mlango na niliingia ndani huko nikimuita mama. Niliita mama. Mama yangu, mama mie. Basi nilipoita mara nyingi sana,
Nilipata wasiwasi, ndipo nikawahi haraka kwenye chumba chake. Nikafungua na kuingia ndani. Mama alikuwa amejilaza chali kitandani, mdomo kawachaze. Mama, nilisema, lakini kamwe mama hakuitika. Ikabidi nimwahi haraka huku nikianza kutetemeka. Mama. Mama, nilisema na kuketi kando yake huku nikimtazama. Alionekana hayupo tena duniani. Mama. Nilimtikisa lakini kimya. Machozi yalinitiririka bila kujua yanatokea wapi. Kikweli nilianza kutetemeka mwili mzima. Kila nilipomgusa mama, mwili wake ulikuwa ni wa baridi kabisa yani. Ndipo nikajua mimi ni yatima complete. Sina baba, sina mama aliye hai. Ghafla woga uliniingia. Mtu ni rafiki yako pale anapokuwa hai, ila akishageuka maiti unahisi kama sio mtu tena, ila ni mzimu. Nilipomtazama mama hivi, nilihisi ananitisha kabisa. Yaani mimi na maiti hapana. Niliinuka taratibu na kuanza kupiga hatua kuelekea nje, huku nikiwa nimeshika simu mkononi. Nimepiga 1, 2, 3, nikasikia sauti kiniita Bahati. Ilikuwa ni sauti yenye nguvu nyuma yangu, na sauti ile ilinishtua nusu nidondoke chini. Sauti irudie kiniita kwamba Bahati mwanangu. Nilipogeuka tu hivi kwa mshangao, nilikuta ni mama ananitazama, uso wake unang'aa, anatoa tabasamu nzuri. Sasa na mimi kwa uoga nikaita mama. Mama naye akasema, vipi? Mbona unanikimbia mwanangu? Alisema mama. Msikilizaji, unajua msikilizaji, ni shangae. Kwa miaka 3 hakuwahi kunyanyua mkono wake. Lakini siku hiyo alinyanyua mkono na kufunua shuka lake, halafu akaketi kitandani. Mimi nikashangaa nikiogopa huku nikimtazama. Nikaita mama. Nizidi kushangaa hasa pale alipoketi kitandani. Nikamuuliza, mama umepona? Mama alicheka. Akasema, mimi nilikuwa nimefungwa kwenye jeneza kwa kufuli miaka 3 sasa. Na aliyefanya hivyo ni awara wa baba yako. Lakini sasa nimeweza kutoka, namshukuru Mungu mwanangu. Mama alisema hayo maneno ambayo yalinitatiza, nikabaki na mshangao tu. Mama. Hilo ndo neno pekee nililoweza kulitaja kwa muda wote ambao nilikuwa namtazama. Sasa mama akasema ya kwamba sasa niko mzee. Kabla hajamalizia sentence, alianza kuhangaika kama vile anakabwa koo. Basi alianza kuhangaika akisema, hapana, sitaki. Mwanangu nisaidie. Naomba unisaidie mwanangu. Wanataka kunifunga tena. Mwanangu nisaidie. Ni kama alikuwa anakabwa koo, sauti haitoki. Alipiga kelele, lakini ni kelele ya kukabwa. Na alikuwa ananinyoshia mikono kama ni mtu anayevutwa na watu, alafu anahitaji msaada wangu. Lakini kiukweli sikuwa naona kitu chochote kinachomvuta. Yaani unajua niliogopa na kurudi nyuma huku nikiendelea kutoka na machozi. Yaani nilikuwa ninashindwa kuamini kama niko macho au naota. Nilimtazama sana mama yangu. Mama anazidi kupiga kelele, anasema, no nisaidie, mbona unaniacha mwanangu? Aliniomba msaada, yani mpaka naenda kupata wazo la kufanya maombi. Nikaona mama amelala chali kitandani kwa mara nyingine, huku mapovu yakimtoka mdomoni. I say, nilitoka mbio huku nipiga kelele, mama. Nikaenda mpaka kwa jirani mmoja hivi na kuanza kuita kunikilia. Nikasema, jamani, mamangu amekufa, mama anakufa. Nilisema sasa hivyo, na jirani sasa na mkeo akanitazama kwa mshangao. Sasa mwanaume yule akaniuliza kwamba wewe Bahati, kuna tatizo gani? Nikasema, mama anaumwa sana, naomba mkanisaidie, mama anatoa mapovu. Basi nilivyoambia hivyo,
tukakimbia haraka na kwenda nyumbani. Tukaingia mpaka ndani. Kweli mama yuko hoi, lakini tulipojaribu kumpa msaada, alirudia hali yake ya kawaida aliyokuwa nayo miaka 3 ambayo ni ya kumhudumia kama mtoto mchanga. Baada ya majirani kuondoka, niliketi sebuleni huku nikiwaza, kumbe kile alichokuwa ameniambia Tamihuda itakuwa ni cha kweli kabisa. Basi hapa inabidi niweze kumtafuta ili anipatie msaada kama alivyokuwa ameniambia mwanzo. Basi nijisemea hivyo mwenyewe. Baada ya hapo niliinuka na kwenda kufanya mahemezi gengeni. Yaani kununua vitu huko gengeni. Alafu nikaja kupika chakula kwa ajili ya mama yangu mzazi. Baadaye nilimpigia simu Tamihuda. Dada, naomba kesho nipeleke. Sawa, wewe kesho njoo. Kesho saa 1 jioni nitafute, maana ndio nitakuwa free. Sasa usiku wewe usiogope Bahati. Unajua ni mtu ambaye nakupeleka kwake ndiye ambaye atakupa hizo kazi. Kwa hiyo wala usijali kabisa. Sawa dada, nitashukuru sana. Haya, usijali. Basi bwana. Ilipofika kesho yake nijiandaa vyema, maana nilikuwa na miadi ya kwenda kupelekwa kwa mtu ambaye angenisaidia nipate kazi na hata kunisaidia mama yangu apone kabisa. Hayo ndio alikuwa matarajio yangu. Yaani nikifanikiwa kuwa kama dada Tamihuda, sijui itakuwaje jamani. Yesu nisaidie. Niliongea kwa sauti ndogo huku nikishika simu na kutafuta namba ya Tamihuda, ndipo nikampigia. Basi baada ya kupokea nilimsalimia pale. Na nilikuwa na mganda kweli kweli kwa sababu nilikuwa nina shida sana kwa kipindi kile. Just imagine msikilizaji, umesoma lakini maisha yako ni bora ya yule aliyeishia darasa la 7 akaamua kupambana. Yaani kwa ufupi kakuzidi sana. Mdogo wangu vipi, ujambo? Sijambo dada, nataka nitoke nyumbani sasa hivi, kwani nitakukuta wapi? Usijali, nitakufuata tu hapo nyumbani. Nikifika hapo nitakusubiri. Sawa dadangu. Nilisema kwa furaha huku nikinyanyua mkono na kukuna kichwa. Nywele ziliwasha na hapo nilipata wazo la kusuka kesho yake tu. Basi bwana, nilikata simu na kuelekea chumbani kwa mama kumhudumia. Yaani mama nilipomwangalia tu alionekana ni kupoteza matumaini, na nilipofikiria niliona kama ni kiini macho tu. Yaani yeye wa asili hayupo pale. Nilishika mkono wake na kutabasamu. Nikasema kwamba mama, utapona tu, siku sio nyingi. Nilisema kwa nidhamu. Mama naye akatabasamu. Ila nikamuuliza swali ya kwamba hivi mama, kweli upo hapa au ni kiini macho tu? Mama kwa sauti yake dhaifu akasema, mwanangu Bahati, ninahisi kama mwili wangu upande wa chini umefungiwa mahali, na nikijaribu kujinasua nashindwa. Usijali mama. Kwa amani mama, mimi nitanasua tu. Kweli mwanangu. Kweli mama, wala usijali. Nilimwachia mkono na kuinuka nataka kuondoka, la ghafla aliniita. Naomba uniombe mwanangu. Unifanyie maombi. Naona imani yako imeshuka sana siku hizi mwanangu. Tafadhali njoo keti hapa. Aliniambia na mimi nikasogea na kuketi kando yake. Baada ya kuketi kando yake, nikamtazama kumsikiliza endelee kuzungumza. Mwanangu, nina wasiwasi na wewe. Kila mara naota ndoto mbaya kuhusu wewe. Nimeota umefungwa katika gereza kuu la moto, huku ukipata mateso makali sana. Lakini kila nilipojaribu kukufungulia nilishindwa. Mwanangu, usipuuzie. Labda nikwambie tu, shetani anakujaribu. Na kujua vizuri sana wewe unamtegemea Mungu mwanangu. Ila sasa unaelekea kuwa tamati kwako. Tafadhali usijiingize mtegoni mwanangu. Alisema mama ni kama vile nilielewa kile alichoniambia na nilihisi kweli nipo mtegoni, lakini shida ni mwanaharamu sana. Unajua shida zinakupeleka popote. Yaani shida hazina adabu. Zinakupeleka popote. Sasa nikamwambia mama ya kwamba mama, nimekuelewa na sitakubali kuwa katika mtego mbaya. Nitapambana na mitego yote. Bahati mwanangu. Mbe mama. Nenda kalete Biblia uniombe. Nina imani nitaachiliwa huko nilikoshikwa. Kweli mama.
Ndiyo, tafadhali nenda. Ninaiona nuru kutoka kwa Mungu Baba. Basi niliinuka haraka na kutoka chumbani kwa mama, lengo kwenda kuchukua Biblia kwa ajili ya maombi maalum kwa mama. Kwani mimi kama mlokole niliamini mtu mwenye matatizo akishakuwa na imani kwamba Mungu ataponya matatizo, basi ujue matatizo hayo yameshaisha tayari. Nilisogea mlangoni mwangu na kutoka nikawa na pita sebuleni, ndipo simu yangu ikaita mezani na mimi nikaifuata. Nilipotazama hivi ni Tamihuda alikuwa ananipigia. Nami mchukulia kama mkombozi katika matatizo yangu. Alo dada. Alo, niko hapa barabarani. Tafadhali hebu mfanye basi haraka twende. Fanya haraka, ila sivyo hatutafanikiwa. Sawa dada, hamna shida. Nilisema nakata simu, halafu nikatupa Biblia kwenye kochi na kwenda chumbani kwa mama haraka. Mama, mimi naondoka, kuna kazi hapa na wahi haraka. Mwanangu, naomba uniombee mama yako, niko kwenye mateso mwanangu. Mama, nikirudi mama nitakuombea mama. Nilisema hivyo na kutoka mbio. Halafu nikasikia sentensi yake ya mwisho. Hivi mwanangu, mimi na hiyo kazi ni kipi cha muhimu? Unafurahia mateso unayoyapata, Usiende huko ni kubaya mwanangu. Alisema mama huku akionekana kulia. Yaani nilipata simanzi, nikajikuta nimesimama na kusikiliza, lakini nilipotazama nje, yule dada alipaki gari aina ya Toyota Crown. Halafu alinichungulia dirishani. Kwa kweli niliwaza kwa haraka kwamba maombi kwa mama na ninachoenda kukitafuta, basi kile ninachoenda kukitafuta ndio cha muhimu sana. Hii ni kwa sababu kile ninachoenda kukitafuta vile kitamsaidia mama kupona. Maana niliahidi kumtoa mama katika kifungo cha kishirikina na aliniahidi Tamihuda kwamba hilo litafanikiwa. So nilipomaliza kuwaza vile, nilifunga mlango na kwenda kwenye gari. Basi nimsalimia pale, nikauliza kwema. Yeye akaniambia kwema, mama anaendeleaje? Nikasema angalau uko vizuri. Dada Tami, si utamsaidia hapo ni mama? Tami akasema kwamba hilo tu wala tusijali. Alisema na kupiga starter, akaniambia funga mkanda. Aliniambia kwani hata nilijua kufunga mkanda. Kwa hiyo inabidi anisaidie, alafu akalipiga gari gia, kisha tukatoka mbio. Tulinyoka tukaishika barabara ya Moroko, tukanyoosha Karume, tukaishika barabara ya kuelekea Uwanja wa Taifa, mbele Sabasaba mpaka Mbagala Rangi Tatu. Tulipofika tupitiza moja kwa moja, giza hapo lilikuwa lilishakuwa nene. Alafu kizingatia foleni iliyotukumba pale Uwanja wa Taifa ilipelekea saa 3 usiku ndo tukakatiza barabara ya kuelekea Twagoma. Sasa iacha Dar es Salaam na kuishika Pwani barabara ya Kibiti. Nikauliza mbona mbali hivi? Akanijibu ya kwamba bado tunaelekea Msata, nataka nikusaidie. Alinijibu huku sasa akitabasamu. Halafu akaongeza mwendo. Gari inatoka sio mchezo. Basi tulifika huko katikati ya mkoa wa Pwani mnamo saa 6 kasorobo hivi. Na tulikuwa katikati ya msitu mkubwa ambapo nilishangaa na kuanza kupata hofu kwamba je, utajiri ndo naupata kule ama, na nilihofia maisha yangu pia. Msikilizaji, kumbuka ninayekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. TikTok na Instagram natumia jina la Lucas Lumbas simulizi. So tulikatiza vichochoroni, tukawa tunatembea taratibu, alafu tulifika sehemu iliyokuwa na giza nene. Nimeshaanza kutetemeka. Sasa kwa wasiwasi nikasema kwamba dada, tafadhali turudi tu, mimi sitaki kuendelea na hii safari. Nilisema kwa wasiwasi, alafu akaegesha gari katikati ya pori, alafu akanitazama. Shuka. Aliniambia huku akicheka, nikabaki na mshangao tu. Nikasema hapana, shuki hapa. Shuka, si unahitaji msaada ama? Hapana, natosha, sihitaji tena. Nilisema kwa sasa nitetemeka na machozi yakinitoka. Ghafla macho yake alianza kugeuka na kuwa mekundu. Mimi nilitetemeka sana huku nikimtazama. Ndipo akatoa ulimi mdomoni, tayari umeshabadilika na kuwa kama wanyoka. Alafu ananisogelea, anataka anigonge. Nilipiga kelele nikiita mama. Nipiga kelele sasa, nikufungua ule mkanda na kushika mlango wa gari. Nikafungua na kutoka nje. Lakini nilidondoka ese. Nilipiga kelele, halafu nikainuka na kutaka kukimbia. Ila ghafla niliona gari, yani ile gari ambayo sasa mimi nimetoka, inapaa na kuelekea juu angani. Ndipo hofu ilinijaa zaidi na nilisimama kama mjinga huku nikishangaa. Miguu ilinilegea, nikadondoka, hata kumkumbuka Mungu sikuweza. Ghafla
lile gari ilianza kurudi chini. Nataka kukimbia sasa ili isiniangukie, lakini nashindwa. Niliogopa, lakini kabla haijanifikia chini nilishangaa ardhi imepasuka na kuniweka kati. Alafu sasa nikatumbukia kwenye ule ufa wa ardhi huku nikipiga kelele. Basi nijikuta nasema, Mungu nisaidie, piga kelele huku sasa nikizidi kuzama ndani ya ufa. Alafu sasa nilishangaa ndani kuna eneo lingine la wazi kama dunia. Nilitoka juu na kushuka kuelekea katika ardhi ya dunia hiyo ambayo sikuwahi kufika kabla. Alafu nikatua chini buu. Na kwa sababu ya pressure na mshtuko nilipoteza fahamu. Nilikuja kushtuka baadaye. Tena sikuamini, nilihisi labda ilikuwa ni ndoto ya kutisha. Nilipofungua macho hivi, nijikuta nipo sehemu nyingine ambayo sielewi. Niliinuka na kuketi kwa uoga, alafu sasa nikaangalia kushoto na kulia. Ni kweli ile sehemu sikuifahamu. Alafu cha kushangaza zaidi, nilifungiwa katika kijumba kilichozunguka na kilichozungukwa na mshumaa mfano kama wa gereza dogo hivi, na kibanda kile nisingeweza kutoka kirahisi. Nilipoangalia pembeni kuna vibanda vingi vimefungwa na ndani kuna watu wengi wamejazana, tena wakiwa uchi wa mnyama. Nilishtuka nikajiangalia kama niko uchi, lakini mimi nilikuwa na vazi, tena vazi lenyewe ni jipya jepesi na la rangi nyekundu. Sikuwahi kuwa nalo kabla. Hata hivyo nilipotazama niligundua wale watu wengine waliokuwa katika vibanda vingine wote walikuwa vilema. Huyu kavunjika huku, mwingine hana kiungo fulani. Nilishtuka sana na nilisimama na kuangalia nje. Nje kulikuwa kuna watu wengi. Na walipita na walikuwa tofauti. Mara wengine walikuwa wako uchi kabisa na wengine vile vile walitisha, ukitazama sura zao yani zinatisha. Nikajiuliza huku wapi tena? Nilijiuliza na kugeuka. Sasa nigeukia kibanda cha jirani yangu na kuita hello. Niliita, ndipo wanawake wawili waliokuwa uchi walinigeukia na kunitazama na sura zao zilijaa huzuni na kukata tamaa. Waliponitazama bila kuongea chochote, niliongea mimi nikasema kwamba huku ni wapi, mbona sielewi? Niliwauliza, ndipo wakaniangalia vibaya na kunionyesha chuki. Mimi sikuwa na swali lingine, lakini wote walipanua midomo yao na kuonyesha ndimi zilizokuwa za nyoka kama ule wa Tamihuda niliouona masaa kadhaa yaliyopita. Asa baada ya dakika chache nilikata tamaa na kuketi. Moyoni nilihisi kuna namna ya kupata msaada kwa njia ya maombi, lakini kila nikijaribu kumuomba Mungu nilishindwa. Na kwa kweli hata sijui nilikuwa nimepotezea wapi ujuzi wa maombi kiasi kile. Ujue nilianza kulia. Ghafla nikasikia nikiitwa Bahati Jerome. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Ndipo nikainuka haraka na kutazama ni nani ameniita. Nilipotazama hivi ni mtu mmoja mrefu, ila alifuatana na wanawake wawili ambao nao pia walikuwa refu, ila wote walivalia mavazi meusi. Niliinuka kwa uoga bila kuwaamini. Halafu walinikaribisha kwa tabasamu. Kasema kwamba karibu sana katika falme ya majini na wachawi. Nilishangaa nikasema falme ya majini? Shindo kwa msikilizaji, kila nikijaribu maombi, unajua napoteza kumbukumbu ninapoteza kumbukumbu. Sasa kuna mmoja hapo akasema kwamba ndio, mmoja wa jumbe wetu alikuleta akidai unahitaji utajiri na uponyaji wa mama yako. Basi mimi nikajibu hapana, sikumwambia nilete huko, hapana. Nijaribu kujitetea, ila yule mtu aliingia ndani bila kufungua sehemu yoyote. Kisha akasimama mbele yangu na kutaka kunishika mkono, ila nikamzuia kwa uoga. Baada ya kuona namsumbua, alinigandisha kwenye chuma, nikawa sifurukuti kwa chochote. Alafu sasa akashika kitambaa fulani hivi akanifungia kwenye macho. Kilikuwa ni cheusi kabisa. Cha kushangaza, kile kitambaa kilinionyesha mambo ya ajabu ambayo alinitisha. Ilikuwa ni kumbukumbu ya jinsi nilivyokutana na yule dada Tamihuda siku kadhaa zilizopita. Tamihuda kwenye kitambaa kile hakuonekana kama ni binadamu wa kawaida. Yaani nilishangaa, maana niliona ni kama vile naangalia TV, unajua. Kwa makini sana na watu ambao unakutana nao barabarani, msikilizaji. And then wanaonekana kukusaidia kuonekana ni be careful. Yote kwa yote mtangulize Mungu chochote unachokifanya. Na ukiona sasa hivi umeshaanza kupunguza maombi, yani hata ulikuwa ukilala unapunguza kusali, sasa hivi unapunguza kuswali. Ulikuwa unaamka saa 9 unafanya swala, unafanya maombi, sasa hivi umekuwa mzito. Wewe
sio kitu chepesi hata kidogo, usichukulie poa. Basi kitambaa unajua kilionyesha siku ile ya kwanza bwana kukutana na Tamihuda kule Mabibo, hakuja na gari kama mimi nilivyoona. Tamihuda alikuja na jeneza, na aliponipakia ni kwamba wote tulipanda ndani ya jeneza. Halafu ndani ya jeneza lile lile kulionekana mtu kalazwa chini, na ndiye tulimkalia kama siti za gari. Jesus. Afu mbaya zaidi siku ile sasa nilimuona Tamihuda kama binadamu wa kawaida, lakini sasa kwenye kitambaa alionekana ni jini, meno yamemtoka na macho makali mfano wa paka aliyekasirika. Afu mbaya zaidi sasa tulikuwa tunapaa na sio kwamba gari linatembea barabarani, no. Hata hivyo tulipofika nyumbani tulishuka, kaniambia nichukue pesa kwenye buti ya gari. Nadhani unakumbuka msikilizaji, kumbe ni jeneza lingine lilikuja likiwa limejaa pesa za Kitanzania. Nikalifunua na nilipo lifungua hivi nilitoa pesa, lakini kila noti ilikuwa na nembo ya kuzimu. Kitambaa kile sasa akikuishia pale, kilionyesha pia siku ya pili nilioenda kule Mkwajuni kwa Tamihuda. Baada ya kufika ndani alimimina damu kwenye kibuyu, ila mimi niliona kama vile anamimina waini na alianza kunywa, na mimi alinipatia nikanywa. Nadhani unakumbuka msikilizaji, nilikunywa. Hata hivyo pia kuna nyoka aliingia pale ndani na kuweza kuleta nyama ya kuku na chakula. Mimi nikawa sasa nimeifakamia, kumbe bwana hakuwa binadamu bali alikuwa ni jini lililotoka tena meno, na nilileta sehemu za miili ya binadamu tena nyama mbichi na kuweka mezani pale, alafu joka mtu likaondoka. Kikweli unajua mimi nilikuwa nimekula nyama za watu na damu bila kufahamu Tena baada ya kuonyeshwa vile nilipata kichefuchefu huku nikipiga kelele nikisema no. Niliongea ndipo akanifunua uso na tetemeka sijui hata kwa nini. Nilipotazama mbele hivi nje ya kibanda niliona jeneza linakuja taratibu na kusimama mbele ya kibanda, alafu likafunuka. Nilipotazama ndani hivi sikuamini, mamangu mzazi amefungiwa ndani ya jeneza kudadadeki, tena akiwa mzima wa afya kabisa, na alifungwa kama minyororo ambayo asingeweza kutoka. Basi nijikuta nikita mama, nilisema na kumfanya sasa akashtuka na kunitazama mamangu kipenzi maskini. Basi mama akasema, mwanangu niokoe kuko na mateso makali, naomba uniokoe mwanangu, chochote atakachokuambia fanya kwa ajili yangu. Alisema hivyo, mara ghafla jeneza likapotea. Nikabaki napiga kelele. Nikasema mama. Hapo sasa nina hasira. Nikasema namuombeni mamangu, naombeni muache mamangu, muache huru. Basi jamaa alicheka akasema kwamba umetutesa sana wewe. Alisema huku akinionyesha alama mwilini mwake. Akasema unaona hizo alama? Aliniuliza. Kisha akasema kwamba wewe ndio chanzo cha kunisababishia mimi nikawa hivi. Nikasema hapana, mimi sijawahi kumgusa mtu. Akasema wewe kila siku ulikuwa ukifanya maombi wewe na kusababisha sisi tuteseke huko kuzimu. Haya tazama, umeona hapa, umeona? Haya unaona hao vilema huko kwenye vibanda? Unaona? Kadri nyinyi walokole mnavyofanya maombi huko duniani ndivyo mnavyosababisha majini na wachawi kuwa vilema huko kuzimu. Sasa sikiliza, najua kiu yako ni utajiri, umesikia? Na pia mama yako apone awe mzima. Ila sisi ili tukusaidie lazima tukupe kazi. Basi walivyoniambia hivyo nikasema kazi gani? Niliuliza. Nikaambiwa kwamba kuna mchungaji anamiliki kanisa liitwalo The Baptist Church. Anaitwa Daudi Christopher. Je, unamfahamu? Nikasema ndio namfahamu. Nilijibu maana msikilizaji, huyo mchungaji alikuwa maarufu sana jijini Dar es Salaam na alifanya maombi ya uhakika yaliyoaminika. Sasa mimi nikauliza amefanyaje? Nikaambiwa kwamba yule mchungaji ndiye amekuwa tatizo kubwa katika afya za majini hapa kuzimu. Kadri anavyofanya maombi basi sisi tunachomwa na tunapata matatizo makubwa. Basi nilishakuguna tu kwa sababu hilo mimi silifahamu. Akasema kwamba ndio hivyo, basi kama unahitaji kumpata mama yako akiwa mzima wa afya, tumwache huru. Sisi tunahitaji ukamlegeze katika imani mchungaji yule na hata kumuua pia. Nilishangaa nikasema nini, kivipi mimi sitaweza? Wakasema kwamba wewe ili utoke hapa salama lazima uhakikishe unatuahidi kwenda kumtega mpaka atakapozini na wewe, na hapo itakuwa mwisho wa kazi yake, maana atakuwa amekwisha mkwaza Mungu. Na kama ni utajiri tutakupatia na nguvu tutakuwekea, ila cha muhimu tunataka ukirudi hapa uwe na rungu mkononi mwako ya mchungaji, tena ukiwa umeukata kama kithibitisho. What? Baada ya hapo tutakupatia mama yako na mali nyingi, utaishi kama malikia pale duniani. Basi nilikaa nikifikiria,
Kwa nini wamenichagua mimi? Kwani hawakuona watu wengine huko duniani? Why me? Machozi yalinitoka. Basi jamaa alicheka, akasema nimeyasoma mawazo yako kwamba kwa nini tumekuchagua wewe uwe kama mwakilishi wetu. Wewe ni msichana ambaye ni mzuri, ila hujui tu, na kila mwanaume ambaye utaishia kuwa karibu naye lazima umshawishi endapo ukitumia uzuri wako uliojaliwa. Alisema kwa kitabasamu. Sasa mimi nikafikiria, ni uzuri gani huo mimi nilionao? Kwani wangapi wazuri sana? Basi akaendelea kwa kusema kwamba kila kitu tutakupatia. Nguvu za ushawishi, nguvu za mvuto, nguvu ya kuepuka moto wa maombi, nguvu ya uchumi, nguvu ya kuua, nguvu ya kuwa na ushawishi kwa binadamu wengi na wakakuamini, na nguvu ya kuona mbali kwa kufikiria tu. Sasa nikauliza kivipi? Wakanieleza kwamba utaongezewa nguvu na majini 70. Nikasema mnanionea. Wakasema sawa, sisi tunaondoka. Ukikubali basi utaita tu majini tutakuja. Alisema na kuanza kupiga hatua huku majini wa kike wakimfuata nyuma. Niliketi nimeishiwa nguvu kabisa, huku nikiendelea kutoka na machozi. Kila nikikumbuka namna walivyonisha nyama za watu pamoja na damu, hakika nilichoka. Pia walivyonipandisha jeneza, mimi nikajua gari. Sasa nilivyoanza kufikiria hivyo bwana, mara sehemu zangu za uzazi zikaanza kuwasha bwana. Sasa nikaamua kuzikuna. Ile na kuna hivi nimenyolewa, wakati mimi nilikuwa sijanyoa kabla. Niliogopa, nikasema wameninyoa, ina maana walinichungulia. Mungu wangu. Nilitamka lile neno tu hivi, nikashangaa kibanda nilichofungwa kimefunguka na kudondoka kule. Nijiulize imekuaje, na baada ya hapo kila nikijaribu kufikiria nimetaja neno gani nilishindwa. Kichwa kiliniuma mpaka nikapoteza fahamu. Baadaye nilishtuka nimefungwa minyororo kila kona. Hakuna kutoroka, na raundi hii nilikuwa sipo kibandani. Niliketi mwenyewe katikati ya eneo kama jangwa hivi. Kusini, kaskazini, mashariki, magharibi hakuna nyumba wala mtu wala mti wala chochote zaidi ya udongo mwekundu sana. Siwezi kuinuka kabisa. Nilijisikia kama mtu mtumwa hivi na nina njaa sana. Nilimlaani mama kwa kunisababishia matatizo makubwa kiasi kile. Nikiwa nazidi kulalamika pale, mara nilipata wazo la kwamba kwa nini nisikubali kwenda kuwafanyia kazi yao, alafu nikishafika duniani na wasaliti na kuwa binadamu wa kawaida na namueleza huyo mchungaji kila kitu. Yalikuwa ni mawazo yalionipa nguvu, na hatimaye nitabasamu na kuwaita majini bila kuwa na uhakika wangenisikia. Ghafla nilisikia upepo mkali sana tena ukinizunguka, na baadaye alitoa jini wa kike akiwa mfano wa nyoka. Alafu alisimama mbele yangu na kuniuliza swali ya kwamba tumesikia ukituita, je, tukusaidieje? Nikasema ya kwamba nimekubali kufanya kazi yenu ili mama yangu awe mzima. Basi huyo jini alicheka sana huku akinyosha mikono juu na kutoweka. Bado vicheko vilikuwa vinatoka bila kumuona. Asa baada ya sekunde kadhaa walitokea majini 10 wenye kufanana. Wakanizunguka huku wakitoa ndimi zao zilizofanana na zile za nyoka. Niliogopa, lakini minyororo yangu ilifunguka, alafu walinivamia na kunilaza chali huku wakinivua nguo. Asa baada ya kunivua nguo walianza kuniuma, kila mmoja akiuma sehemu yake. Waliniuma huku sasa wakinichoma na ndimi zao hizo. Na walinimiminia kitu fulani hivi kama sumu hivi. Maumivu nilikuwa nayasikia sio ya kawaida. Nilipiga kelele sana nikisema na kufa. Nilizidi kulalamika kwa uchungu na maumivu niliyopata ila zaidi ya dakika 5 bado alizidi kuniuma, alafu akaniachia wote na kupotelea angani. Nilibaki na vidonda mwili mzima huku nikitoa miguno ya maumivu makali. Nikiwa najaribu kujikokota ardhini, ghafla waliingia wengine 10 wakiwa wa aina tofauti na wale wa mwanzo. Hawa nao walifanana wote ndimi. Yaani walifanana wote hao 10. Niliogopa, nikajua yanaenda kunitokea yale. Ghafla tena likatokea kundi lingine la aina nyingine wakifanana na wao walikuwa 10. Yalitokea makundi 6 mfululizo, na katika hayo makundi 6 kila majini 10 walifanana
Nikaogopa huku sasa nikijiuliza wote wanataka kunivamia ama, lakini sikuwa na ujanja wote. Nilikuwa natetemeka. Ndipo kundi moja likanivamia na kuanza kufanya kazi ile ile. Hakika mwili ulipata maumivu makali sana na nilipoteza fahamu pale pale. Baadaye nilikuja kushtuka, nikafungua macho na kutazama juu angani. Nilipokumbuka lile tukio, niliinuka haraka na kutazama kushoto kulia kama kuna mtu au kitu chochote, ila sikuona zaidi ya bahari iliyokuwa upande wangu wa kulia. Nilikuwa nimevaa vazi zuri sana la kisasa, sijui nimevishwa na nani. Nilijifunua na kujitazama, vile vidonda vyote vilivyokuwa vimesababishwa na kung'atwa na majini havikuwepo. Tena cha kushangaza, mwili wangu ulikuwa nyororo sana, usiokuwa na kovu la aina yoyote. Nilitabasamu lakini sikujua ni wapi. Ndipo nikaangalia baharini, maji yametulia tuli. Ndipo akajitokeza jini mkuu ambaye alikuwa wa kiume na kunitazama. Nilishangaa, yani muda ule hata uoga na majini sina tena, nikiamini niko sehemu salama. Basi yule jini akaniita, "Malkia." Jini yule aliniita, mimi nikawa namtazama tu, simuelewi anamaanisha nini. Akasema kwamba hongera sana, mwili wako umepokea nguvu za majini 70. Sasa tunakutuma duniani tukakupe kazi uliyokubaliana na sisi. Cha muhimu ni sharti moja, usifanye mapenzi na mtu yoyote isipokuwa mchungaji Daudi Christopher kama tulivyokubaliana. Aliniambia. Mimi nikatikisa kichwa. Alinyoshia mkono na mimi sasa nikamnyoshia mkono kwa ishara ya kupokea kitu fulani hivi. Ndipo mikono ilipokuwa yani ilirefuka hivi hadi katikati ya bahari. Akanikabidhi remote fulani hivi, nikaishikilia mkononi. Nilipotazama sikujua ni ya nini, ila aliniamuru, akaniambia kwamba fumba macho. Nilitabasamu na kufumba macho kwa muda wa sekunde kadhaa. Ndipo ghafla nikasikia honi za magari kila kona. Nikashtuka na kufungua macho. Kutazama hivi, niko mbele ya geti zuri katikati ya mji mkubwa na sikujua ni wapi. Nitazama kushoto kulia, mbele ya geti kulikuwa na barabara ya lami na mji ulijaa nyumba za kifahari. Kulikuwa hamna mtu yeyote maeneo yale aliyepita zaidi ya vyombo vya usafiri kama pikipiki na magari. Sasa nilitazama geti kisha nikawaza, ndani ya geti kuna nini? Yani kitendo cha kuwaza tu hivi, macho yalifunguka na kujikuta naona kila kitu ndani ya geti lile. Kulikuwa na nyumba ya kifahari, nje kulikuwa kuna magari 7 mapya yenye funguo milangoni. Nilitazama hadi ndani ya nyumba. Kulikuwa kuna mtu ndani, bali vitanda na masofa. Sasa nikapata wazo, mimi sio mtu wa kawaida tena. Nijisema hivyo baada ya kuona ninavyotazama ndani ya geti wakati niko nje kabisa. Nilipata wazo kwamba ile remote alionipa jini mkuu ilikuwa ni ya geti lile. Nilitazama na kunyoshia kwenye geti, nikabonyeza na geti likafunguka. Kwa madaha niliingia ndani ya geti na kukuta magari 7 tofauti tofauti ambayo yalikuwa safi na mapya kabisa. Niligeukia geti na kulitazama, ndipo likajifunga. Alafu mimi nilisogea barazani, kwenye mlango kulikuwa kuna ufunguo. Nilifungua nyumba na kuingia ndani. Ndani kulikuwa ni kwa kifahari na kwa kisasa kabisa. Masofa na kabati vilishamiri sebuleni, huku kukiwa na runinga ya inchi 65. Huku meza ya kioo nini. Kulikuwa na friji moja la milango miwili. Nilitazama kwa macho katika drawer za kabati iliyokuwa pale, ndipo nikaanza kuzichunguza. Drawer ya kwanza ilikuwa na simu aina ya iPhone 12 ikiwepo na MacBook mpya. Drawer ya pili ilikuwa na remote 4 ya TV, kisimbuzi na redio pamoja na AC. Nilipotazama drawer ya tatu ilikuwa na Biblia ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Ilikuwa na vitabu, kulikuwa na vitabu vingine nini. Drawer ya 4 ilikuwa na noti nyingi za pesa. Halafu nitabasamu, juu ya pesa kulikuwa na funguo za magari. Niliinua uso na kutazama ukutani. Kulikuwa na bango lililoandikwa maneno machache tu, lakini ni yenye kueleweka. Maneno hayo yalisomeka ya kwamba hii ndiyo nyumba yako, Malkia wa Majini. Tazama, utaweza kuishi hapa na kila unachokiona ndani ya ukuta wa nyumba ni cha kwako. Na hapo unaweza kuishi milele, Malkia. Nilipomaliza kusoma tu hivi. Sasa yani kitendo cha kuweza kusoma
kile kibao kilipoteza maandishi na kugeuka kuwa picha yangu ya mahafali ya chuo Makumira kule jijini Arusha. Sasa nikabaki najiuliza kwamba sasa huu ni mji gani hapa ni Masaki, Dar es Salaam Masaki. Niliwaza na kupiga hatua, nikaenda kukagua vyumba. Kutazama hivi, kuna chumba cha kwanza kilikuwa kina kitanda na kabati zuri tu, na kitanda ni cha 6x6 ambacho kilikuwa cha kisasa kabisa. Alafu nikaenda chumba cha pili, kulikuwa na jeneza tu. Tena jeneza lenyewe lipo katikati ya chumba. Nilitoka na kwenda chumba cha tatu, hakikuwa na vitu. Alafu chumba kingine kilikuwa sasa ni jiko na stove pembeni. Nilitoka na kuketi sebeni, huku nikiwaza kazi walioniagiza nitaanzaje. Sasa bwana, maisha haya. Baada ya kufikiria mengi yote hayo, siku 2 baadaye mimi nilikuwa nimejifungia ndani. Nimekaa sina hili wala lile. Kitanda kizuri kilikuwepo ndani ya nyumba ile, lakini sikuruhusiwa kukilalia kabisa. Kile kiliwekwa kwa ajili ya tukio pekee nililoagizwa kuzimu. Nijifunikia ndani ya jeneza huku nikiwa wazi kama mnyama. Nilisikia sauti kwa mbali ikisema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikafungua macho na kutazama huku sasa nikivuta hisia ya kumuona mchungaji Daudi Christopher alipo. Niligeuza macho yangu kushoto kulia huku nikivuta hisia kali. Ndipo nilipofanikiwa kumuona akiwa anashuka kwenye gari lake katika kanisa kubwa la The Baptist. Alikuwa muda huo anasalimiana na waumini wake. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi na sio siku maalum ya ibada. Nikabaki nasikiliza kitu gani anachokifanya pale ndani ya kanisa lile siku ya Jumamosi wakati sio siku maalum ya ibada. Sauti ya mchungaji Daudi ilisikika ikisema kwamba hivi mke wangu hajafika bado. Muumini akamjibu hajafika na hatujamuona. Mchungaji akasema oh haleluya, atafika muda si mrefu. Baada ya kusema hayo yote, alimshika mkono muumini mmoja, alafu wote wakamfuata akiingia ndani ya kanisa. Akili ilinifanya nigeuze macho haraka na kumtafuta mkewe alipo. Ndipo nikamuona akiwa barabarani amesimama na kijana mmoja wanaongea. Kichwani nilipata jibu kwamba mchungaji cha kwanza hamwamini mke wake, na pia anahisi mke wake anamsaliti, ndio maana anakuwa na wasiwasi naye. Nilijifunua jeneza na kushuka chini, nikalitazama, nikalifunika. Alafu mimi sasa nikatoka chumbani, bado nikiwa nipo wazi tu, sina nguo yote. Nilisogea haraka mpaka bafuni, nikajitazama kwenye kioo, japo sura ilikuwa ni ile ile ya kwangu, lakini iliongezeka uzuri usio na kifani. Cha kushangaza, nilikuwa nina nywele ndefu ambazo sio za kwangu na sijui nilizipataje. Halafu ngozi ilikuwa ni nyororo ya kuvutia. Kifuani nilijaliwa bana, nilikuwa na maziwa ya mviringo ya wastani. Halafu sasa vinani vyenyewe vile simama. Nilikuwa ni msafi sana, yani nang'aa. Joto la kwenye jeneza lilisaidia pia ngozi yangu kuwa mwanana kila kukicha. Unaweza kuona watu na nyumba nzuri, gari nzuri, ukoona nalala pazuri. Sasa hujaingia ndani na huwezi kuingia ndani. Wewe unataka kuingia ndani kwa nini? Wakati ukiwa na shida na 500 unapewa 900. Ukiwa na shida na milioni unapewa milioni 2. Utaenda kwake ufanye nini? Unataka kwenda kwake anakuambia twende sehemu fulani, hata wapi hoteli nzuri ukapumzike. Utaenda kwake kufanya nini? Watu wanalala kwenye majeneza bwana, na akitoka anaendesha range. Basi joto la kwenye jeneza bwana lilisaidia pia ngozi yangu kuwa hivyo. Basi kichwani kana nasema kwamba bahati huyu mzuri sana, kumbe huko kuna mambo mazuri nilisema, lakini kichwani mwangu nilimisi mama. Nilioga haraka halafu nikaenda mpaka sebeni na kuchukua simu nikampigia ndugu yangu mmoja hivi, yeye alikuwa akiishi Morogoro. Basi nilimwamkia pale nikasema shikamoo Daveni. Akasema marahaba, mambo vipi B? Akasema salama, naomba nipatie house girl kwa ajili ya kumtunza mama kipindi hiki cha ugonjwa. Dada Veni akaniambia kwamba wewe, kwani vipi yule niliyomleta ulimrudisha nyumbani ukasema kwamba unakaa mwenyewe ama? Nikasema kipindi kile bwana nilikuwa sina kazi, ila sasa kuna kazi nimepata na inaniweka bize. Kwa hiyo nashindwa kufanya huku nikimlea mama.
Davina akasema, "Lo, umepata kazi? Hongera sana. Haya, wewe unatukumbuka na sisi pia huko kidogo kidogo mambo yakikaa vizuri." Nikasema, "Usijali dada, nitafanya hivyo. Naomba tu nitafutie mfanyakazi anayejielewa kama yule wa mwanzo. Nitampa ofa ya mshahara wa 300 kwa mwezi." Akashangaa akasema, 300? Nikasema, "Ndio, nataka amtunze vizuri." Davina akasema, "He? 300? Laiti nisingekuwa na mume, basi ningekuja mimi kufanya hiyo kazi." Nikacheka nikasema, "Sawa dada, usijali bwana, mimi nitakutumia kitu kidogo." Akaniuliza, "Sawa, lakini kwani yule mfanyakazi ndiye mleta mwanzo hafai?" Nikauliza, "Rehema mama?" Akaniambia, "Ndio." Akasema, yani kama yupo mwambie tu aje. Unajua ninampenda sana yule mtoto na ana nidhamu sana." Nilisema kwa hisia na kutazama nje. Akasema, "Sawa, nitakupatia feedback." Nikasema, "Okay." Nilikata simu na kuvuta pumzi. Halafu nikaketi kwenye sofa na kuingia Instagram. Nikatafuta Daudi Christopher. Nilipotazama machapisho yake, nikagundua kwamba ameposti kinachoendelea katika kanisa lake kwa siku ile. Na caption aliandika ya kwamba, "Karibuni sana katika kanisa letu la The Baptist iloko mkabala na benki ya CRDB. Leo Jumamosi tunaombea watu wenye matatizo yao kama vile tatizo la ajira, kupata mwenzi wa kufunga ndoa na magonjwa, licha pia ya kuokoka na kumrudia Mungu wao. Ibada itaanza saa 6 mchana. Kwa hiyo karibuni sana." Hivyo ndivyo alikuwa ameandika. Nilipotazama ile posti nilishtuka, nikajua pale ndipo pa kuanzia. Nilimmiss mama. Nilimmiss kumuona kidogo tu. Japo nijua mwili tu uko pale ila roho ipo kuzimu. Nilivaa vazi zuri, nikajipulizia marashi, halafu nikasogea mlangoni na kufunga mlango, nikapanda gari moja kwa moja na kutoka nje ya geti. Sasa nilishika barabara ili nielekee Mnazi Mmoja kisha niende kwenye hilo kanisa. Lakini nilimiss kumuona mama. Nikaona ngoja niende Mabibo kwanza. Nilienda Mabibo, baada ya dakika kadhaa nilifika na kuingia ndani. Hakuna mtu na vitu nilivyoviacha siku 3 zilizopita ndivyo hivyo nilivyokuta. Mama ajala siku ya 3 lakini yuko kama nilivyomwacha, wala hata ajala. Nilipomtazama machozi yalinitoka. Nilikuwa nafanya yote kwa ajili yake maana nilikuwa nishatekwa kichawi tayari. Nilimtazama pale alikuwa ameloa kitandani, nyumba nzima inanuka mikojo na kadhalika. Nitamani niondoke lakini nirudi na kumshusha kitandani mama yangu. Alafu nikampeleka hadi bafuni, nikamuogesha huku machozi yananitoka. Sasa nikarudi, nikatoa mashuka machafu, alafu nikaweka masafi, ndipo nikamfuata bafuni na kumuogesha. Basi nilimuita pale mamangu kwa upole tu, tena kwa uchungu. Nilikuwa nafikiria tu kwamba ngoja nimalize kazi yangu na naamini nitamuokoa mama. Nimaliza pale kumuogesha, nikampeleka kitandani, halafu nikamvalisha nguo vizuri. Nikamuuliza kwamba, "Mama, uko hapa au bado wamekushikilia?" Mama akasema, "Wamenishikilia mwanangu, nateseka." Nikasema, "Pole mama, nitapambana kwa ajili yako mamangu." Nilisema huku machozi yakinitoka. "Mama, si una njaa sana mama?" "Ndio mwanangu, ninaomba unipikie halafu keti hapa. Nataka unisubiri. Nataka unisubirie nikate roho." "Mama, utakufa mama." Nilisema kunikilia na kumvalisha pampers. Nilipomaliza nilimvisha nguo na kumlaza vyema. Baada ya hapo nilitoka na kwenda jikoni kuangalia chochote kinachofaa kumtengenezea, lakini hakukuwa na viungo. Ndipo nikapata wazo nikanunue chakula hotelini nimletee. Nilienda hadi hotelini, nikanunua chakula na kurudi, nikamlisha haraka pale ili niondoke, lakini mama aliponitazama alitabasamu. Akaniita akaniambia, "Umependeza sana, niambie siku hizo unafanya kazi gani?" "Mama, nimepata kazi katika kampuni moja hivi. Nataka nimrudishe Neema aje kukusaidia hapa kwa kipindi hiki ambacho nitakuwa busy." "Oh. Unaenda wapi sasa hivi? Leo ni siku gani kwani?" "Leo ni Jumamosi mama." "Basi hauendi kazini. Utakaa hapa karibu yangu. Unajua nakupenda sana mwanangu. Kaka zako wameamua kunitelekeza." Mama, nataka niende badani kwanza mama. Nataka nikakuombea mamangu." "Mwanangu." "Mama, acha tu niende. Mungu mweza wa yote mama. Lazima tu akuponye. Nikienda kuombea utakuwa sawa mama." "Hapana mwanangu.
naomba ubaki na mimi usiende. Mama ni jambo la muhimu mama. Nilisema na kuinuka, nikawa nataka kuondoka. Mama akaanza kulia kwa kwikwi. Ndio nikamgeukia pale, machozi yanamtoka. Mama akasema, mwanangu usiende, naomba usiende mwanangu, naomba. Mama alilia sana maskini, mpaka nikamhurumia. Sijui nifanyeje maana alikuwa ananililia. Angalau tukae pamoja, alichoka kama mwenyewe. Nikasema ya kwamba mama, naomba uniache niende badani kisha nitarudi mamaangu. Mama akasema, hapana mwanangu, kama unaondoka bora uniue kwanza, ujue kabisa hauna mama. Alisema hivyo. Na alisema kwa uchungu. Sijui ni maamuzi gani ambayo Bahati, huyo binti Bahati, atayachukua. Na kwanza ndio anaenda kuianza kazi kwa huyo mchungaji. Sehemu ya pili ndio ni sehemu ya mwisho. Sehemu ya pili ndio sehemu ya mwisho. Tukutane tuone sasa vita itakavyokuwa, mchecheto utakavyokwenda. Ulolo ya ye maisha haya. Mpaka hapa najua kuna vitu vingi utakuwa umeshajifunza. Na sidhani mara baada ya kutoka kusikiliza simulizi alafu kuna mtu akasimamisha gari kukuambia hello dada, ama hello kaka, naomba nikupe lifti, ama hello dada, naomba nikupe lifti. Sidhani kama utakubali. Na ukikumbuka una shida, huna hela, unatakiwa kulipa kodi, simu yako sijui imezingua, yaani una shida za hela. Alafu mtu aliyesimama yuko vizuri. Sidhani kama utapanda gari ndugu yangu. Ila panda ili simulizi ziendelee kuja. Muda wote ulikuwa na mimi Lucas Lumbas, kwa mapenzi yake aliye juu mbinguni atukutanisha tena sehemu ya pili ambayo ndio sehemu ya mwisho. God be with you till we meet again. Bye bye.